zangu, tumefika hapa kanisani kufanya sherehe ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Pamoja na hilo, tumefika hapa kanisani kwa kweli kumwambia Mungu asante, kumshukuru Mungu kwamba ametuwezesha kumaliza mwaka wa 2025 hadi kufikia leo. Mungu asante. Tumefika hapa pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuomba neema zake tuweze kuishi vyema kwa kuingia mwaka huu mpya wa 2026. Kitendo cha Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuingia mwaka mpya wa 2026, kwa kitendo hicho Mwenyezi Mungu ametuchagua. Amemchagua kila mmoja wetu hapa ndani na wengine kuingia mwaka huu. Ndiyo maana naomba nirudie nilichokisema jana usiku na kuwaomba, na waombe tena. Naomba mgeukie mwenzako, umwambie yeye amekuchagua. Mgeukie, sio kwa kunong'ona, sema kwa sauti kabisa, mwambie yeye amekuchagua. Na naona tunaonyesha sura za furaha kwa tendo hilo la yeye kunichagua mimi na wewe na wewe na wewe. Katika ile la kuchaguliwa, ningependa tutafakari na tuone makuu ya Mwenyezi Mungu katika kitendo hiki cha kuchagua. Namna ya Mwenyezi Mungu ya kuchagua ni tofauti kabisa na namna yetu sisi wanadamu ya kuona na kuchagua. Tutoe mifano kadhaa ya kuonyesha tofauti ya Mwenyezi Mungu kuchagua na sisi wanadamu kuchagua. Tangu Agano la Kale, ukimwangalia Daudi, Mfalme Daudi ambaye ni mfalme mashuhuri sana katika Biblia na katika wokovu wetu, amechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kabla ya kuchaguliwa Mwenyezi Mungu, wakubwa na viongozi wa wakati ule walipokuwa wanatafuta nani awe mfalme apakwe mafuta, kati ya watoto wa Yese ambaye mmoja wapo ni huyu Daudi hakuwemo kwenye orodha. Watu hawakumuona kwamba anafaa, na hata familia yake yeye mwenyewe, baba yake mzazi, alipoulizwa ni nani unayeona anaweza kuwa mfalme katika dunia yetu, Daudi hakuwemo. Baba yake akapendekeza watu wengine waliokuwa wakubwa kuliko yeye. Lakini Mwenyezi Mungu kwa maono yake, hata kama hakuwa amekubalika na familia na watu, Mwenyezi Mungu akasema Daudi ndiyo ninayemchagua kuwa mfalme, na ndiye aliyepakwa mafuta na akafanya kazi kubwa kama mfalme. Ni kama kusema jiwe waliolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni kwa mfano huu wa Daudi. Si Daudi tu,
Musa alikuwa mtu mkubwa sana. Musa alikuwa muuaji, alikuwa mdhulumaji Musa, na kwa uhovyo wake nadhani alifika mahali akawa anatafutwa, akalazimika kwenda kujificha kwa miaka kadhaa kwa ajili ya uhovyo wake na dhuluma yake na kuwa muuaji. Ndiye huyo Mungu aliyemchagua kuwaondoa watu kutoka utumwani Misri kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Huyo nani mwingine? Paulo. Kama kuna watu walikuwa wabaya kwa kanisa, waliokuwa wabaya kwa watu wa Kristo, alikuwa ni Paulo. Paulo aliua Wakristo wengi sana, lakini ndio huyo ambaye hakuonekana mzuri machoni pa watu kama muuaji mkubwa, ndio huyo aliyechaguliwa na Mungu, akakutana na Yesu, akaongoka, na kuanzia wakati huo akafanya kazi kubwa sana. Nanyi mnaijua, mara ngapi hapa tunasoma barua ya Mtakatifu Paulo kwa Watesalonike, sijui kwa Warumi, nyingi. Amefanya kazi kubwa mno na mpaka kawa mtakatifu. Nimalizie mfano wa mwisho. Kama mnakumbuka katika maandiko matakatifu, kuna yule mama aliyekuwa kisimani, aliyekwenda kuchota maji. Yesu akaenda pale akamkuta. Yesu akamwambia, naomba maji nini? Halafu katika mazungumzo yao Yesu anamwambia yule mama, kwanza mama akamwambia, nitakupaje mimi wewe maji? Wewe Myahudi, mimi Msamaria. Havivi kabisa. Hatuombanagi maji sisi, hatusaidianagi. Sisi ni maadui. Mama anamwambia Yesu. Yesu anamjibu anasema, ungekuwa unafahamu unaongea na nani, ungemuomba yeye akupe maji. Yule mama anasema, mimi ninafahamu kwamba atakuja Masiha. Na Yesu anamwambia, unayeongea naye ndiye. Mara nyingi Yesu alikuwa hajitangaza kwamba yeye ni nani, na hata alipofanya kitu cha kimasia aliwaonya watu, aliwaonya hata mitume wake, msiwaambie watu. Lakini hapa tunaona kitu kinyume kabisa cha namna yake ya kujitambulisha na kusema msiseme. Anajitambulisha kwa huyu mama ambaye ni adui, ambaye ni Msamaria, ambaye haviivi na Wayahudi. Amechaguliwa huyu mama kwa namna hiyo. Yesu amemchagua huyu ajitambulishe moja kwa moja, tofauti na jinsi alivyokuwa anawaficha hata wafuasi wake na mitume wake na wengine. Hiyo ndiyo namna ya Mungu kuchagua. Sasa nisipoteze mada, nimesema wewe na mimi na wewe na wewe. Kwa kuruhusiwa kuingia 2026 tumechaguliwa. Na namna ya Mungu ya kuchagua haijalishi historia yako ya maisha, haijalishi ukoje, tofauti na sisi wanadamu. Ndiyo maana tupo hapa wote, na si kwamba wote tungestahili au tuna majina mazuri ya kuchaguliwa. Ni kwa rehema na neema ya Mwenyezi Mungu na jinsi yake
ya kuchagua. Mungu ni wa ajabu. Ndugu zangu, naomba tutamke wote, Mungu ni wa ajabu sana. Mungu ni wa ajabu sana. Mungu ni wa ajabu mno. Ndio maana ametuchagua sisi katika mastahili na kutokuwa na mastahili. Lakini kama mlivyoona mifano niliyotoa, hawa wote aliowachagua ambao hawakuwa na mastahili, ambao hawakuwa watu watakatifu, wote amewawezesha kufanya maajabu kwa heshima na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Wote nasi tumechaguliwa, tunayo changamoto hiyo hiyo ya kuishi kama watu waliochaguliwa, lakini kwa kuishi na kutenda na kusema katika msingi wa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Sisi tumechaguliwa, wakati mwingine tumekuwa wadhaifu katika kusali, tumekuwa wadhaifu kutimiza amri ya Jumapili ya kuja kusali, tumekuwa wadhaifu katika kulitegemeza kanisa kwa zaka na mengi. Kila mmoja anajua udhaifu wake ni upi. Nifanyeje niondokane na ile hali mbaya? Paulo na Musa hawakuendelea kuua. Baada ya kuchaguliwa wakaingia katika kazi inayompendeza Mwenyezi Mungu ya ufalme wake. Wewe na mimi tumechaguliwa leo tuingie na tuishi 2026. Tusali na kujua Mungu ana mpango gani na wewe. Kwa nini kakuacha? Maana kuna watu wamekufa jana, wengine wamekufa leo asubuhi, na wengine pengine hata sasa hivi hapa wanakufa. Wewe Mwenyezi Mungu ana mpango gani na wewe wa kukuchagua bila kustahili kuingia mwaka 2026? Tunapotafakari hilo, tumuombe Mama Maria awe nasi, atuongoze katika tafakari hii. Tumwombe Bikira Maria atuondoshe katika vishawishi kwa maombezi yake, tujirekebishe, tujisainishe, tumtukuze Mwenyezi Mungu. Kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Kristo, wasaidie viongozi wa kanisa kutetea haki, imani na amani hapa duniani. Bwana, kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Kristo, waonyeshe viongozi wa serikali njia ya kujenga na kuimarisha amani na uelewano kati ya mataifa. Bwana, kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Kristo, wasaidie wote wanaochochea magovi, fitina na vita kuacha ubaya wao. Bwana, wafariji na kuwatuliza wale wanaoteseka kwa sababu ya vita, dhuluma na ubaya wawezao. Bwana, wapatanishe wale wote wanaofarakana na kugombana kwa sababu ya ubinafsi. Bwana, utusaidie kujenga na kuimarisha amani ndani yetu, katika familia zetu, katika vijiji na katika taifa letu. Bwana, uwaweke marehemu wetu mahali pa amani mbinguni. Bwana, na kila mmoja wetu aongeze maombi binafsi. Bwana, Mungu uliye na uwezo, utujalie tunayoyaomba
kwa jina la Kristo aliyemsikiliza mama yake huko Kana akawasaidia watu kwenye harusi, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.